ajili ya neno lako. Asante kwa sababu ya neema yako ya ajabu jioni hii ya leo. Bwana, tazama niko hapa ni kwa ajili ya kunena neno lako la uzima. Hebu Bwana ukapate kulibariki. Hebu Bwana ukapate kujidhihirisha kupitia kwa neno hili. Bwana ukaponye mtu, ukaokoe mtu kwa jina la Yesu, ukainue mtu kwa jina la Yesu, ukafanye matendo yako ya makuu katika watoto wako jioni ya leo. Mahali popote Bwana mtumishi wako anaposikiliza neno lako, wacha Bwana likapate kuwa la baraka, likapate kumwinua viwango tena. Ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawa anatembea katika mji wa Naini, na alipokaribia lango la Naini, maandiko yananiambia akakutana na kundi limebeba sanduku la maiti, linamtoa nje ya ule mji wa Naini. Haleluya, haleluya! Na Yesu alipotazama akiwa na wanafunzi wake, maandiko yanasema Yesu akamwonea mwanamke yule huruma. Mpendwa, mahali popote unaponisikiliza, neno la Bwana linasema kuna mtoto wa mwanamke mjane aliyekuwa amekufa, amewekwa katika sanduku au jeneza, na mtoto huyo akawa anasindikizwa kutoka katika lango lile. Hii inamaanisha alikuwa anapelekwa makaburini kuzikwa tayari. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu alipomtazama yule mama mjane, maandiko yanasema Yesu akamwonea huruma. Haleluya! Yesu akamwonea huruma. Yaani natajaribu kufikiria, kuangalia na kutafakari maandiko. Hawa watu walikuwa wakimsindikiza yule mwanamke ambaye mtoto wake ameweka katika lile jeneza. Hawa watu kweli walikuwa wamemwonea huruma. Lakini maandiko yananiambia kwamba Yesu mwana wa Daudi alimtazama yule mwanamke mjane akamwonea huruma. Haleluya, haleluya! Huyu mwanamke akamwonea huruma, manake alikuwa na huzuni nyingi, alikuwa ametokwa na machozi mengi. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Maandiko yananifurahisha, yanasema kwamba hata Yesu alipomwonea yule mwanamke huruma, bado aliendelea kulikaribia lile jeneza. Na maandiko yananiambia kwamba, yananifurahisha ya kwamba Yesu alipolikaribia lile jeneza akaligusa. Haleluya! Yesu akaligusa lile jeneza. Yesu akagusa lile jeneza. Maandiko, angalia vile inavyosema mpendwa. Baada ya Yesu kugusa lile jeneza, kuna watu walikuwa wamelibeba, walisimama hapo kwa hapo. Haleluya, 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 haleluya! Hawa watu walisimama, waliokuwa wanabeba jeneza kulitoa nje ya ule mji, ya kwamba waende wakamzike yule mtoto. Ya maandiko yanasema Yesu akagusa jeneza, na wale waliokuwa wamelibeba lile jeneza wakasimama. Haleluya, haleluya! Mpendwa, mahali popote unaponisikiliza jioni ya leo, kuna hali zimekufinyilia, kuna watu wamekuzunguka wakitaka kwamba wakuharibu hata na maono yako, ya kwamba wakafunike hata usiweze kuvuka. Haleluya, usiweze kusonga viwango vingine. Lakini maandiko yananiambia kwamba kuna mtu anagusa jeneza. Haleluya, kuna mtu anagusa jeneza. Wale waliokuwa wanalibeba, Bwana wanawasimamisha. Haleluya, kuna watu wanasimamishwa na Mungu katika maisha yako, ambao walikuwa wamebeba maisha yako, maono yako. Kuna watu wameyabeba, wanataka kuyatoa katika vision yako, wanataka kuyatoa maono ambayo umebeba ya maisha yako, ya jamii yako, ya ndoa yako. Umebeba maono mazuri, ndiyo, lakini tazama saa hii kuna watu wametaka kubeba, wanataka kukutoa katika mji, wanataka kukutoa nje, wanataka kukutoa nje ya maono yako. Lakini maandiko nafurahia kwa sababu Yesu alipotazama alimwonea mwanamke huruma, naye akalikaribia lile jeneza
anaweza akaligusa, na ghafla tu walipoligusa wale walilolibeba wakasimama. Haleluya! Na mara tu wakasema, kijana na kuambia inuka. Haleluya! Maono ya mtu lazima yainuke jioni ya leo. Haleluya! Wokovu wa mtu lazima usimame jioni ya leo. Lazima katika nyumba ya mtu uingie wokovu, uingie neema na kibali. Waliokataliwa lazima jioni ya leo kuna kukumbatiwa tena. Mahali sauti inapokufikia, ninakutangazia mpendwa, hata kama watu wamekukataa, hata kama umetengwa na jamii, lakini kuna neema tena katika jina la Yesu. Kupitia kwa wokovu utapata tena kibali na neema kwa Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Huyu mwanamke alikuwa amekosa tumaini. Huyu mwanamke alikuwa ameona sasa nimekwisha, mimi nilikuwa ni mjane, lakini tena mtoto wangu ameenda. Lakini kwa sababu ya huruma za mbingu, kwa sababu ya huruma za Bwana aliyekuja kwa sababu ya maisha yetu, kutaka kutukomboa, kutaka kutuondolea kila hali, yeye akamuonea huruma tena. Haleluya! Hebu mpatie Bwana Yesu makofi. Haleluya! Kuna ushindi katika damu ya Yesu. Kuna nguvu katika jina la Yesu. Mpendwa, jioni ya leo, mahali popote sauti inaposikiliza, wokovu unapatikana katika jina la Yesu. Kuna wokovu, kuna kusamehewa tena, kuna kusamehewa tena. Haleluya! Hivyo mpendwa, ninakualika jioni ya leo, wacha kufanya moyo wako kuwa mgumu. Kuna rehema za Bwana, kuna neema ya ajabu jioni ya leo, ukapate tena kumpokea Kristo, ukapate tena kupata neema ya kusonga mbele. Haleluya, 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 haleluya. Neema ya Bwana iko hapa. Kuna nguvu za Bwana mahali hapa. Kuna uwezo wa Bwana mahali hapa. Kuna kibali cha Bwana mahali hapa. Haijalishi ni hali gani umepitia, haijalishi ni mateso ya aina gani, haijalishi umekataliwa, haijalishi umetengwa, lakini nataka nikuambie ya kwamba kuna neema ya Bwana. Yesu anakupenda. Huruma za Bwana ni za ajabu, huruma za Bwana ni za ajabu. Bwana anataka kukukumbatia tena. Haleluya! Na Bwana anapokukumbatia, machozi yako yanaondoka. Kuna kuondolewa kwa machozi, kuna kuondolewa kwa kila hali. Aibu inaondoka. Kila hali ambazo zinaonekana si za kawaida lazima zitaachilia mtu wa Mungu. Kijana ambaye uko hapo unanisikiliza, nataka nikutangazie, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Ndio labda umeambiwa ya kwamba katika hali yako hutaweza, lakini nataka nikuambie utaweza kwa yule anayekutia nguvu, ambaye ni jina hili takatifu la Yesu, ambaye ni Roho Mtakatifu wa Mungu akiwa ndani yako. Lazima atakuongoza, atakutia nguvu, atakufanyia wepesi. Haleluya, haleluya, haleluya. Wacha kukata tamaa, wacha kukata matamaa ya maisha yako, wacha kukata tamaa ya kufikiria hatima yako. Jioni ya leo neema iko hapa, Yesu yuko hapa, anataka kukuonyesha njia mpya tena kwa ajili ya maisha yako. Tuko hapa katika Victory Center, kanisa la ushindi. Hebu njoo ukapate kupokea wokovu, njoo ukapate kupokea neema mpya. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, kuna ushindi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Msikuwe na wasiwasi, hata kama hali ya anga imekuwa vile imekuwa. Hizi ni baraka. Hii ni ishara ya Victory Church. Yes. Hii ni ishara, hii ni ishara ya kwamba kuna kitu kimefanyika hapa. Haleluya, ninaangalia ya kwamba hii ni ishara, manake hii ni siku ya tatu ya mwisho, na lazima kukawe na ishara ambayo inatoka mbinguni. Haleluya, na ishara hii Bwana ameileta kupitia kwa mvua, ya kwamba kuonyesha kuna ushindi ambao uko mahali hapa. Haleluya, haleluya. Oh, glory to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka tu tukaweze kusimama wapendwa, tukaweze kusimama.